Naam, karibu sana mtazamaji wa Suma Media katika siku ya mchezo wa dabi. Siku hii ya leo tarehe 3 mwezi wa 5 imekwenda kutimia na tutakwenda kushuhudia mchezo ambao utakwenda kuwakutanisha wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Young Africans. Simba wakiwa wenyeji na Yanga wakiwa ni wageni katika siku hii ya leo. Mchezo wa mwisho wa dabi ambao wamecheza pale katika visiwa vya Zanzibar waliweza kupata ushindi wa bao 1-0 kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini dabi ya kwanza kabisa ambayo wameweza kuipiga pale ya Ligi Kuu Tanzania Bara waliweza kutoka na suruhu ya 0-0, na siku hii ya leo Yanga anaingia akiwa na alama 47, lakini pia kwa upande wa Young Africans wanaingia wakiwa na alama 42. Tutakwenda kuangalia nani ambaye atakwenda kuongeza na nani ambaye atakwenda kupunguza, ama la watakwenda kutoka draw siku hii ya leo. Pia tutakwenda kutizama katika siku hii ya leo, lakini pia vinara wa magoli kwa upande wa timu zote, Prince Dube akiwa anaongoza kwa magoli 8, lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Suleimani Mwalimu akiwa anaongoza na magoli Simba. Tutakwenda kutizama nani ambaye atakwenda kuibuka mshindi, na hii ndio hali ya uwanja masaa kadhaa yakiwa yamebakia kuelekea katika mchezo huo saa 12 kamili. Endelea kuwa na sisi Suma Media ili kuendelea kupata update mbalimbali kabla na baada ya mchezo. Na mtazamaji, tunaendelea kupitia tambo mbalimbali kutoka kwa mashabiki hapa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, na hii ndio hali ya uwanja ambayo ipo muda huu hapa mishale ya saa 9 ikiwa yamebakia masaa kadhaa kuelekea katika mchezo huo wa dabi, watu wakiwa wanaingojea kwa hamu kabisa. Na hapa nipo na shabiki wa klabu ya Simba, Wakili Msomi. Mambo vipi? Safi kabisa, niambie. Nasema mliwabahatisha kule visiwani Zanzibar. Tuliwabahatisha. Kama tumewabahatisha lakini tushawapata. Siniambie. Tayari, yani iwe tumewabahatisha, iwe tumewabaka, ila tumewapata. Mmekuja na raha. Hii raha leo itaishia hivi hivi au mambo yatakwenda kubadilika kwa namna ambavyo unaweza kuona Steve Becker leo atawaondoa na vicheko? Kwanza hayo ndo matarajio yetu, kwa sababu tulifanya dua Zanzibar. Sasa leo tunakuja kufanya sherehe, kwa sababu baada ya kuoa manake ndo tunaelekea ukumbi wa sherehe, na ukumbi huu hauhitaji fujo. Ndio maana sherehe yetu tumeipeleka kambi za jeshi, tumeipeleka Meja Jenerali Isamuhyo kwa sababu maalum, kwa sababu hatuhitaji kufanyiwa fujo zozote. Leo ndo tunaenda kumtunza mwali, leo ndo tunaenda kufanya mabalaa yetu, leo ndo tunaenda kufanya sherehe zetu. Hatubahatishi, tunamnyonyoa, tunarudi, tunakwenda kufanya tulichokusudia. Sherehe leo ni siku ya sherehe kwa kweli. Wanasema ile ilikuwa ni penalty tu, man to man hamuwawezi. Taarifa nilizozipata, refari wa leo ana roho mbaya kuliko refari Mkenya. Siniambie. Hata ikiwa dakika ya 99 anatoa penalty. Hafanani na Kayoko wala hafanani na Alajiga. Hamna kutoa macho. Hakuna kutoa macho, kwa sababu unakumbuka penalty ya Zanzibar, Mwamnyeto alimfuata refa, akaambia refa dakika hii ya 118, refa akaambia hapana, hata ingekuwa dakika 122 mimi penalty ningetoa. Si umeelewa? Kwa hiyo leo tunatarajia mambo mazuri, hakuna kitakachobadilika. Unajua jambo zuri, jambo la kufurahisha tayari tumeshawalegeza tunapopajua. Kwa hiyo tunaenda tu kukamilisha. Tunajua sisi, tunajua tushagusa, wamelegea, tunakwenda kukamilisha kazi. Prince Dube anaongoza akiwa na magoli 8, ni mchezaji wa pili kuongoza katika magoli katika Ligi Kuu ya Tanzania Bara. Leo hii hauogopi mchezaji hatari kwenda kutikisa nyavu za wekundu wa Msimbazi? Inawezekana Dube anaongoza kwa magoli 8, inawezekana Okelo anaongoza kwa asisti 6, inawezekana mwingine Pakome na nani. Inategemea amemfunga nani, inategemea ametoa asisti zidi ya nani. Hao wote unaowataja wamepata goli hata la offside zidi ya Simba? Hawajapata. Kama hawajapata, hayo magoli yao wanaongoza kwa mipango yao, sio kwa mechi kweli. Hapo unamsemea Suleimani aliyepata Mwalimu kafunga kwenye dabi 2, kafunga mara 2, moja amekataa, moja amekubali. Kwenye dabi 2 ana magoli 2. Huyu ni Selemani Mwalimu. We Selemani we ni mmoja tu. Kwenye ardhi ya Zanzibar amefunga magoli 2, moja limekubaliwa, moja limekataliwa zidi ya Yanga. Si umeelewa? Sasa leo anakuja kuhitimisha Meja Jenerali Isamuhyo. Uzuri hapa ukirusha chupa umekamatwa. Wanatusingiziaga sisi tunafanya fujo. Sisi Simba hatujawahi kufanya fujo, mashabiki wa Simba. Tunajielewa. Wakifanya fujo leo hapa wanaondoka nao, ndio wataenda kutaja timu zao za ukweli. Wanavaa jezi zetu, wanarusha chupa. Leo watatuambia hatukubali, hatuwaelewi, warushe chupa waone. Hapa tuko uwanja wa nyumbani leo.
Yes. Leo namuona Selemani akaenda kufanya maajabu pale mbele. Sio Selemani tu, Clatous Chota Chama leo ana goli lake, Selemani Mwalimu kama kawaida, Ino anaimbwa leo kwenye uwanja. Steve Becker aongeze nini katika siku ya leo? Sio Steve Becker, wachezaji waongeze intensity kuelekea hii mechi, waongeze upambanaji. Yanga ana pointi 47 na pointi 42, tofauti ya alama 5. Mkipoteza mchezo wa siku hii ya leo mambo yanakuwa ni mabaya kabisa. Tunahesabu kwamba ubingwa unaweza ukawa ni papatu kwa upande wa wekundu wa Msimbazi. Tokeo letu leo ni moja tu. Hatutoi sare wala hatupotezi. Leo tunaua, leo tunachinja. Hatupotezi. Tunajua kabisa tukipoteza Yanga anatuacha pointi 8. Manake akituacha pointi 8 kipengele kinakuwa kigumu cha ubingwa. Kwa hiyo leo hatupotezi. Leo tunashinda. Asante sana. Asante sana. Tutakutana baada ya mechi. Nitafute, nitakupa.